siamini kama kuna vijana wa Tanga hapa watafanya vitu fenomenal. Kwa kweli nitawashangaa. Lakini kama watataka kufanya, wafanye. Kwa sababu wanasema chezea masharubu lakini usichezee dola. Chezea ndevu lakini usichezee dola. Sisi hapa bahati nzuri kwa sababu tuko kwanza mpakani. Tuna vikosi vyote. Ulinzi wa anga wa nchi iko hapa Tanga. Kwa maana hivyo tuna monitor kwa njia mbalimbali. Kinachoendelea chote tunafanya. Lakini tunavyo Navy iko. Tuna vitu vyote vinavyoweza kufanya kazi ndani ya ardhi, kwenye bahari, kwenye anga na hata katika mifumo mbalimbali. Kwa hivyo naombeni sana tusaidieni Tanga iendelee kuheshimika na Tanzania iendelee kusimika kama kisiwa cha amani, na tutatumia nafasi hii tuliopewa na Mheshimiwa Rais kuhakikisha kile tunachoweza kufanya hali za watu zikawa bora zaidi kama ambavyo Mheshimiwa Rais anataka. Ili akiondoka madarakani kama umesema baada ya miaka 5 basi aache tabasamu kwenye nyuso za Watanzania. Na hilo ndio tutalisimamia kuhakikisha kwamba kuna baki na tabasamu. Na wala tusubiri miaka 5. Mbali na changamoto hizi za hapa na pale ambazo zinaendelea kutokana na ushawishi mkubwa wa magharibi na nchi zingine za nje kwa kutumia baadhi ya vijana wetu na baadhi ya vyama, tumeona jinsi alivyosimama imara. Ahadi zake za siku 100 akipata nafasi ya uongozi baada ya kushika nafasi ya urais, anaendelea kuzifuatilia na kuhakikisha kwamba zinafanyika. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika mambo anatupima sisi viongozi tunamsaidia. Jinsi gani kila idara inajielekeza katika kutatua changamoto na hususan changamoto ya vijana. Kwa sababu tunajua wote kwamba asilimia kubwa kama sisi hapa kuanzia miaka 16 mpaka miaka 35 ni asilimia 43. Ni asilimia kubwa. Ukichukua sasa mpaka na 40 inaweza kufika hata nusu ya population ya Watanzania. Na hivyo basi ni kikundi kubwa ambayo hatuwezi kulibeza na hatuwezi kuliacha nyuma kwa sababu ndio mustakabali wa nchi yetu. Hao vijana ndio tutawaachia uongozi sasa. Waende wakaendeshe nchi. Wakija hawaijui kwanza ile historia ya nchi hii. Uchungu wapi watu wametoka na wanaendaje? Vitu gani vya kusacrifice na vitu gani sio vya kusacrifice? Watatufikisha mahali mtakuta nchi tumekabidhi watu. Mmeona situation Sudan. Binti wa miaka 22, Ali Salah, ametumika kama 2019. Akiwa chuo kikuu akatumika na mabeberu, akaanza kuleta chokochoko na kuhamasisha vijana wa vyuoni kwenye mitandao. Omar Bashir Afai